es Salaam. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali haitasita kumchukulia hatua mtumishi yeyote atakayefuja fedha za umma wakati wa utekelezaji wa shughuli za maendeleo kupitia bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2016-2017. Akijibu maswali ya papo kwa papo bungeni mjini Dodoma, Waziri Mkuu Majaliwa amesema ili kuhakikisha vitendo vya ufisadi vinakomeshwa, serikali inatarajia kuwasilisha bungeni muswada sheria kwa lengo la kuundwa mahakama ya mafisadi ili kukomesha vitendo hivyo. Taarifa zaidi na Aaron Mbekaria. Kabla ya kusoma kwa muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2016 bungeni mjini Dodoma, wakati wa maswali ya papo kwa waziri mkuu, baadhi ya wabunge walionyesha wasiwasi wao kuhusu fujaji na matumizi mabaya ya fedha za umma wakati wa kutekeleza miradi ya serikali katika bajeti ya mwaka 2016-17, suala lilotolewa ufafanuzi na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Kwa hiyo serikali bado tunaendelea kuhakikisha kuwasihi watumishi, kuwataka watumishi pindi fedha hizi zitakapokusanywa, na baada ya bunge hili tunaanza kupeleka fedha kwenye mamlaka zetu za wilaya, za mamlaka serikali za mitaa na taasisi na wizara. Nataka nitumie nafasi hii kuambia watumishi wa umma waliopewa dhamana ya kupokea fedha na kusimamia matumizi, kuhakikisha kwamba fedha hii iliyotengwa inatumika kama ambavyo imekusudiwa. Akawataka watumishi wa umma kusimamia miradi ya serikali kwa uaminifu. Kisha waziri mkuu akatangaza mwarobaini wa kukomesha vitendo vya ufisadi katika miradi ya umma. Serikali inaendelea kudhibiti vitendo vya wizi, kukosa uadilifu, kukosa uaminifu mahali pa kazi na watumishi wa sekta ya umma. Na serikali inafanya hilo bila kujali ngazi ya mtumishi huyo, awe ni kiongozi wa ngazi ya juu, wakati hata wala watumishi wa kawaida, ili mradi serikali imetoa dhamana ya kuwatumikia Watanzania. Tunatarajia kila mtumishi atakuwa mwadilifu, atakuwa mwaminifu, lakini pia atakuwa mchapakazi. Hatimaye bunge likapitia muswada wa sheria ya fedha baada ya waziri mwenye dhamana ya Wizara ya Fedha na Mipango, Dr. Philip Mpango, kutoa hoja na muswada huo kusomwa kwa mara ya 3 bungeni. Bunge liheshimike, pesa zinazokuwa allocated kwenye bunge ziheshimike, pesa za maendeleo ziende, pesa zifanye kazi iliyokuwa imekusudiwa na bunge. Tunapotaka kufanya reallocation ya tunaomba bunge likae, lipitishe, liangalie umuhimu wa hiyo reallocation na bunge liweze kupeleka zile pesa. Kutoka 1045 kodi ya usajili kutoka 1045 hadi 1095, ninapata wasiwasi kwamba hawa bodaboda tutakuwa tumewaondolea hizo ajira, kwa sababu atakapotokea mfanyabiashara mkubwa ananunua pikipiki, anataka kuwapatia hawa vijana ili waweze kufanyia biashara na wakulipa kidogo kidogo, wanatakiwa kwenda kuisajili kwa hiyo bei ya kodi ya shilingi 1095. Ina maana hawa vijana watakaposhindwa, serikali itapoteza mapato katika eneo hili. Hatimaye bunge kwa kauli moja wamepitisha muswada wa sheria ya fedha ya mwaka, ambapo waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango amehitimisha kwa kumtaka kila mfanyabiashara kutoa risiti na mteja kudai risiti kwa mujibu wa sheria. Kumekuwa na hoja ya kupunguza adhabu inayopendekezwa kumtoza mtu anayeshindwa kudai risiti au kutunza risiti ya EFD. Mheshimiwa Naibu Spika, adhabu inayopendekezwa ni kuanzia shilingi 30,000 hadi shilingi 150,000. Nikiripoti kutoka bungeni mjini Dodoma, Aaron Mbekaria, TBC.